أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema siku hizi naendelea kueleza historia ya Hat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati wa kifo cha Hat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ulipokaribia kufika, Hat Abubakar alimuita Hat Abdurrahman bin Auf na akasema, niambie kuhusu Umar. Hat Abdurrahman bin Auf akasema, ewe khalifa wa mtume wa Allah, naapa kwa Allah, Hat Umar ni bora zaidi kuliko rai yako, isipokuwa kuna ukali katika tabia yake. Hata Abubakar akasema, yeye ni mkali kwani mimi ni mpole. Akikabidhiwa uamiri, mambo mengi aliyonayo yeye atayaacha, kwani mimi nimemuona ninapotumia ukali zidi ya mtu yeyote, yeye ananiambia nitumie upole, na ninapotumia upole kuhusu mtu fulani, yeye ananiambia nitumie ukali zidi yake. Kisha hata Abubakar Siddiq akamuita Hat Usman bin Affan na akamuuliza kuhusu Hat Umar. Hat Usman akasema, batini yake ni bora zaidi kuliko zahiri yake, na sisi hatuna mfano wake. Hapo hata Abubakar akawaambia wote wawili, yote niliyowaambieni msimweleze yeyote, na nikimwacha Umar simpati mwingine isipokuwa Uthman. Yani mbele yake hawa ndio waliokuwa na sifa ya kutimiza haki ya ukhalifa, na watakuwa na hiari kwamba wasipunguze chochote katika mambo yenu. Sasa mimi natamani kwamba nijitenge na mambo yenu na niwe miongoni mwa wapitao wenu. Katika siku za marazi ya Hat Abubakar, Hat Talha bin Ubaidullah alimjia Hat Abubakar na akamwambia Hat Abubakar ya kwamba wewe umemfanya Hat Umar kuwa khalifa wa watu, ilhali waona kwamba yeye katika uwepo wako jinsi anavyowatendea watu, na wakati ule itakuwaje yeye atakapokuwa anajitegemea, nawe utakutana na Mola wako na Allah atakuuliza kuhusu watu wako. Hat Abubakar akasema, nikalishe. Yeye akamkalisha. Hat Abubakar akasema, je, unaniogopesha kutoka kwa Allah? Nitakapokutana na Mola wangu naye ataniuliza, mimi nitamjibu kwamba miongoni mwa watumishi wako nimemteua khalifa aliye bora kuliko wote. Kisha Hat Abubakar akamuita Hat Usman katika faragha ili yeye aandike wasia kuhusu Hat Umar. Kisha akasema, andika bismillahirrahmanirrahim, wasia huu wa Abubakar bin Abu Qahafa ni kwa ajili ya Waislamu. Akisema hayo akazimia, na Hat Usman akaandika kutoka kwake kwamba mimi nimemteua Umar bin Khattab kuwa khalifa wenu,
na sija wapunguzieni chochote katika kheri. Kisha hata Abubakar alipopata ufahamu akasema, nisomee, umeandika nini? Hata Usman akamsomea. hata Abubakar akasema Allahu akbar, na akasema, nafikiri ulikuwa umeogopa nikifa katika hali ya kuzimia watu wasije wakaanza kuhitilafiana. hata Usman akasema ndiyo hivyo. hata Abubakar akasema, Mwenyezi Mungu akujalie malipo mema kutoka kwa Islam na Waislamu. Yani hata Abubakar hakupinga maneno aliyoyaandika hata Uthman kuhusu ukhalifa wa hata Umar. Katika historia ya Tabri imeandikwa ya kwamba Muhammad bin Ibrahim bin Harith anasimulia ya kuwa hata Abubakar alimuita hata Uthman katika faragha na akasema, andika bismillahirrahmanirrahim, usia huu ni kwa ajili ya Waislamu wote, na ama badu. Msimuliaji anasema kisha hata Abubakar akazimia, kisha akapata ufahamu kama ilivyoelezwa hapo kabla, na alipopata fahamu akamwambia hata Usman ili amsomee. Kisha akasema kama ilivyoelezwa kwamba hata Abubakar akasema Allahu akbar. Kisha hata Abubakar akasema, Allah akujalie malipo mema kutoka kwa Islam na Waislamu kwa kuwa umeandika maneno hayo. Na hata Abubakar akayaacha maneno haya kama yalivyo, wala hakubadilisha chochote. Sawa na riwaya nyingine, hata Abubakar akamuita hata Usman akamwambia kwamba ni shauri kuhusu ukhalifa wa mtu fulani, wallahi naona unaweza kunishauri vizuri. Hapo hata Usman akataja jina la hata Umar. hata Abubakar akasema andika. Ye alipoandika jina lake hata Abubakar akazimia. Kisha hata Abubakar alipopata ufahamu akasema andika Umar. Sawa na riwaya nyingine, hata Aisha radhiyallahu anha anasema ya kwamba hata Usman alikuwa anaandika wasia wa hata Abubakar. hata Abubakar akazimia. Katika muda huo hata Usman akaandika jina la hata Umar. hata Abubakar alipopata fahamu akamuuliza kwamba umeandika nini? Ye akasema nimeandika jina la Umar. hata Abubakar akasema, wewe umeandika jina ambalo nilikuwa nimefikiria kukuambia, na ikiwa ungeandika jina lako hata hivyo ulikuwa na haki yake. Riwaya moja inasema ya kwamba hata Abubakar alipopata marazi akawatumia kina hat Ali na hat Uthman na watu kadhaa wa Wahajiri na Ansar ujumbe, na akasema, sasa muda umefika, jinsi mnavyoona mimi ni mgonjwa na hakuna mwenye kuwa amuruni. Mkipenda mnaweza kumchagua mmoja wenu, na kama mkipenda mimi niwachagulieni. Wao wakasema, bali utuchagulie. Yeye akamwambia hata Uthman, andika, hii ni ahadi ambayo Abubakar bin Abu Kahafa akaifanya wakati wa kuaga dunia kama ahadi ya mwisho, na akiingia katika akhira amefanya kama ahadi ya kwanza, ambako muasi atafanya toba na kafiri ataamini na muongo atasadikisha. Na ahadi yenyewe ndiyo hii ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mtume wake, nami namteua khalifa. Kisha hata Abubakar akazimia, ndipo hata Uthman akaandika mwenyewe jina la Umar bin Khattab. Kisha hata Abubakar alipopata fahamu akasema, je, umeandika chochote? Ye akasema, ndiyo, nimeandika jina la Umar bin Khattab. Hapo hata Abubakar akasema, Allah akurehemu, kama ungeandika jina lako ulikuwa unastahiki kwa ajili yake, basi andika, mimi baada yangu nimemteua Umar bin Khattab kuwa khalifa wenu, nami nimemrizia kwa ajili yenu. Wasia ulipomalizika kuandikwa, hata Abubakar radhiyallahu anhu akasema, wasia huu usomwe kwa watu. hata Uthman akawakusanya watu. hata Abubakar akamtuma mtumwa wake aliyekuwa amemwacha huru na barua.
wakati ule hat umar pia alikuwa pamoja naye. hat umar alikuwa akiwaambia watu, nyamazeni na sikilizeni khalifa wa mtume anasemaje, kwani yeye hakuwapunguzieni katika kheri. ndipo watu wakakaa kwa amani na wasia ikasomwa mbele yao, wao wakaisikia na wakaitii. wakati ule abubakar akawaelekea watu na akasema, je, mmeridhika na mtu niliyemchagua khalifa juu yenu? kwani sijamteua jamaa yangu kama khalifa wenu. kwa yakini nimemteua omar kuwa khalifa wenu, hivyo mumsikilize na mumtii. na naapa kwa allah, kwa yakini nimefikiri sana juu yake. hapo watu wakasema kwamba tumesikia na tumetii. kisha abubakar akamwita hat umar na akamwambia kwamba mimi nimekuteua kuwa khalifa juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamnasihi kushika uchamungu. kisha akasema, ewe umar, mwenyezi mungu ana haki zake zinazotekelezwa usiku ambazo hazikubali wakati wa mchana, na zipo haki za mchana ambazo hazikubali usiku, na kwa yakini yeye hazikubali nafali hadi zitekelezwe farazi zake. ewe umar, je, huoni kwamba mizani za watu wale wale ni nzito, ambao kwa sababu ya kufuata haki mizani zao zitakuwa nzito siku ya kiyama? ambao watafuata ukweli mizani zao zitakuwa nzito siku ya kiyama. kisha akasema, jambo hili ni la haki na kweli, kwamba kitu kilicho kizito tu kitawekwa ndani yake. ewe umar, je, huoni kwamba mizani za watu wale wale ni hafifu, ambao siku ya kiyama mizani zao zitakuwa hafifu, kwani walikuwa wanafuata batili na hawakushika ukweli wala hawakutenda mema. hivyo siku ya kiyama mizani zao zitakuwa hafifu na nyepesi, na kwa ajili ya mizani jambo hilo ni la haki, kwamba batili ikiwekwa juu yake itakuwa hafifu na nyepesi. ewe umar, je, huoni kwamba aya zinazozungumzia upole zimeteremka pamoja na aya zinazozungumzia adhabu, na aya zenye ukali zimefuatana na aya zenye huruma, ili waumini wawe wenye kuelekea allah na kumwogopa yeye. upande mmoja waelekee mema, na pili wawe na hofu ya allah, na wasitamani kitu kisichohusika na allah, na wasiogope kitu kinachotokana na mikono yao. ewe umar, je, huoni kwamba allah amewataja watu wa motoni kwa sababu ya matendo yao mabaya? basi ukiwataja, basi useme, kwa yakini mimi nina matumaini kwamba mimi simo miongoni mwao, na allah amewazungumzia watu wa peponi kwa sababu ya matendo yao mema, kwani allah amewasamehe makosa yao. basi ukiwataja useme, je, amali zangu zinafanana na amali zao? na jiulize nafsi yako. muda wa kifo cha abubakar ulipowadia, akasema, mali ya waislamu niliyo nayo muwarudishie, sitaki kuchukua chochote kutoka mali ile. ardhi yangu fulani na fulani iliyopo katika eneo fulani ni mbadala ya mali zile nilizotumia kutoka baitulmal. ardhi hii ngamia mtumwa aliyekuwa ana noa upanga na shuka iliyokuwa na thamani ya dirhamu 5, kila kitu akampa hat umar. hat umar alipoona vitu vyote akasema, hat abubakar amemtia atokaye baada yake katika shida. hadha khlimsi awwal radhiyallahu anhu anasema kwamba mtu fulani alikuwa amemuuliza hat umar ya kuwa huna ukali ule uliokuwa nao katika zama za ujinga. hat umar akamjibu, ukali ni ule ule, lakini sasa nauonesha zidi ya makafiri. al-musleh maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema ya kwamba watu walikuwa wamemwambia hata abubakar ya kwamba ukimteua omar kuwa khalifa baada yako ghadhabu kubwa itatokea, kwani huyu ana tabia kali.
yeye akasema hasira yake inachemka wakati mimi ninakuwa mpole, na nikiondoka basi huyo atalainika mwenyewe tu. Almasihi Maud alaihissalatu wassalam anasema kuhusu Hat Umar kwamba kuhusu hasira ya Hat Umar inasemekana kuwa mtu fulani alimuuliza ya kwamba kabla hujasilimu ulikuwa na tabia kali. Hat Umar akamjibu kuwa ghadhabu ninayo ile ile, lakini sasa ghadhabu ile naitumia juu ya wakati wake. Jame bin Shaddad anasimulia kutoka kwa jamaa yake ya karibu ya kwamba nilimsikia Hat Umar akisema ya kuwa ewe Allah, mimi ni dhaifu, nijalie nguvu, na mimi nina tabia kali, nijalie tabia yenye huruma, nami ni bahili, nifanye mwenye kutoa sana. Hat Umar radhiyallahu anhu baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa, hutuba ya kwanza aliyoitoa, habari zake zinapatikana katika riwaya mbalimbali. Sawa na riwaya moja, Hamid bin Hilal anasema kwamba mtu ambaye alikuwepo wakati wa kifo cha Hat Abubakar, yeye alituambia ya kwamba Hat Umar alipomaliza mazishi ya Hat Abubakar akapangusa na kusafisha mikono yake na akasema, kwa yakini Allah amewajaribuni kwa kupitia mimi na amenijaribu kwa kupitia nyinyi, naye amenibakisha kati yenu baada ya wenzangu wawili. Wallahi, swala lenu lolote litaletewa mbele yangu, mimi ndiye nitakayelishughulikia, na swala ambalo litakuwa mbali nami, basi kwa ajili yake nitawateua watu waaminifu wenye nguvu ambao watasimamia mambo yenu, wataangalia mambo yenu. Watu wakinitendea wema, mimi pia nitawatendea kwa wema, na wakifanya maasi nitawapa adhabu. Hasan anasema, nafikiri hutuba ya kwanza aliyoitoa Hat Umar ilikuwa kama hivi: yeye alimhimidia Allah na akamtukuza, kisha akasema, ama bado, nimejaribiwa kwa kupitia nyinyi na nyinyi mmejaribiwa kwa kupitia mimi, nami baada ya wenzangu wawili nimeachwa kati yenu. Basi swala likiibuka mbele yangu nitalishughulikia mwenyewe, na swala ambalo litatokea maeneo ya mbali, basi nitawateua watu walio waaminifu wenye nguvu ambao watalisimamia, na atakayefanya wema tutamzidishia katika wema, na atakayetenda maasi tutamwazibu, na Allah anighofirie na awaghofirieni. Jame bin Shaddad anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba Hat Umar akapanda mimbari. Maneno yake yalikuwa hayo: Allahumma inni shadidun falayyini, na mimi ni dhaifu, na inni bakhilun wasaqini, yani e Allah, mimi ni mkali, nilainishe, nami ni dhaifu, nijalie nguvu, na mimi ni bahili, nifanye niwe mwenye kutoa sana. Jami bin Shaddad anasimulia kutoka kwa baba yake, Hazrat Umar alipochaguliwa kuwa khalifa akapanda mimbari na akasema, nitasema maneno machache, nyinyi museme amin. Hiyo ilikuwa hutuba ya kwanza aliyoitoa baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa. Hussein Muri anasema kwamba Hazrat Umar akasema, mfano wa Waarabu ni kama ngamia aliyetiwa kamba puani, ambaye anatembea nyuma ya mkuu wake, basi mliki wake aone kwamba wapi anampeleka. Ama mimi basi wallahi lazima nitawaongoza kwenye njia iliyonyoka. Huzur anasema riwaya iliyotangulia inasema kwamba semeni amin, lakini haikuwa na maelezo yake. Au huenda hayo ndiyo maelezo yake yaliyoelezwa hapa. Hat Umar baada ya kuchaguliwa kuwa khalifa, katika siku ya tatu akatoa hutuba ndefu ambayo inasema, Hat Umar alipopata taarifa kwamba watu wanamuogopa,
sawa na amri yake tangazo likatangazwa kwa watu kwamba as-salatu jami, yani sala iko tayari. Watu wakajumuika. Hazrat Umar akaketi juu ya mimbari kwenye sehemu ambapo Hazrat Abubakar alikuwa anaweka miguu yake. Watu walipokusanyika, Hazrat Umar akasimama na akamtukuza Allah na kumhimidia kwa maneno yanayofaa kwake, na akamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema, nimepata taarifa kwamba watu wana hofu kwamba mimi nina tabia kali, na wanasema kwamba Umar alikuwa anatumia ukali dhidi yetu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisha akaendelea kutumia ukali Abubakar alipokuwa hakimu wetu na sio yeye. Sasa itakuwaje wakati yeye amepewa mamlaka yote? Mtu asemaye amesema kweli. Bila shaka nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na nilikuwa mtumwa wake na mtumishi wake, na hakuna mtu aliyeweza kufikia daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika upole na huruma yake. Mwenyezi Mungu akamjalia sifa hizi na akamjalia majina ya Rauf na Rahim kutoka majina yake. Nami nilikuwa upanga ulionyoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akipenda aniweke katika ala na akipenda aniache na mimi nikate, hadi Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki dunia. Na yeye alikuwa amenirizia, na mimi namshukuru Allah kwamba nikapata bahati hiyo njema. Kisha Abubakar akawa hakimu ya watu, na kila mmoja wenu anajua kuhusu upole wake na huruma yake, na mimi nikaendelea kuwa mtumishi wake na msaidizi wake, na nilikuwa nachanganya ukali wangu na upole wake, na nikawa upanga mkali, na nilikuwa chini yake. Akipenda aniweke katika ala na akipenda aniache nami nikate. Hivyo mimi nikabaki pamoja naye hadi Allah akamfisha Hazrat Abubakar, ilhali yeye alikuwa amenirizia. Alhamdulillah, mimi nikaendelea kupata bahati hiyo njema. Kisha eni watu, mimi nimefanywa kuwa msimamizi wa mambo yenu. Sasa fahamuni kwamba ukali ule umezofishwa, lakini utazihiri juu ya wale wanaofanya zulma juu ya Waislamu. Ama watu waliowema na wanafadhila, mimi nitawatendea kwa upole zaidi na kwa huruma zaidi kuliko huruma wanayohurumiana wenyewe kwa wenyewe. Na nikimpata mtu atakaye dhulumu mwenzie, mimi nitatumia ukali zidi yake hadi aelewe kwamba haki ni nini. Yani nitakuwa mkali juu yake. Eni watu, mna haki nyingi juu yangu ambazo nazieleza kwenu. Mnaweza kuniuliza juu yake, mnaweza kunihoji juu yake. Mna haki juu yangu kwamba mimi nisifiche kitu chochote kutoka mali ile inayotumika juu yenu, wala nisifiche kitu kutoka ghanima ambazo Mwenyezi Mungu amewatumieni, isipokuwa mali ambayo niweke kwa ajili ya kazi ya Allah. Na nyinyi mna haki juu yangu kwamba mali ile itumike katika njia ya haki, na nyinyi mna haki juu yangu kwamba mimi niendelee kuwalipeni posho zenu, na nyinyi mna haki juu yangu kwamba nisiwaingizeni katika maangamio, na mkishiriki katika jeshi mkiwa nje ya nyumba zenu, mimi niendelee kuwa mlezi wa ahali zenu na watoto wenu hadi muwarudie kwao. Mimi nasema jambo langu, na mimi namwomba Allah maghfira kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza zama za ukhalifa wa Hazrat Umar anasema, muda wote aya hii ilikuwa inabaki mbele ya macho ya Waislamu kwamba tuaddul amanate ila ahliha, yani watu wanaostahiki kutawala na wana uwezo wa kusimamia mambo ya utawala, muwapatie amana hii. Na pale walipokuwa wakikabidhiwa amana, basi muda wote walikuwa wanazingatia amri hii ya sheria kwamba
mutawale kwa uaminifu na kwa uadilifu, na mkiacha uadilifu na msipozingatia uaminifu na mkifanya hiana, mkitumia hiana, basi Mwenyezi Mungu atachukua hisabu kutoka kwenu na atawapeni adhabu ya kosa hilo. Hicho ni kitu kilichokuwa kimeleta athari kubwa sana kwa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kiasi kwamba mtu akiona hali yake anaanza kupata msisimko. Hazrat Umar aliyepita katika Islam kama khalifa wa pili, yeye kwa ajili ya maendeleo ya Islam na Waislamu, jinsi alivyojitolea, waandishi wa Ulaya ambao usiku na mchana wanaendelea kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaandika katika vitabu vyao kwamba Mungu apishe mbali, yeye hakuwa mwaminifu, hakutumia uaminifu. Hata wao pia wanapozungumzia Abubakar na Umar wanalazimika kukiri kwamba jinsi watu hawa walivyofanya kazi kwa juhudi na kwa kujitolea, mfano wa juhudi hizo haupatikani katika dhati ya mtawala yeyote wa dunia. Hasa wanazisifu mno kazi za Hazrat Umar radhiyallahu anhu, na wanasema kwamba huyo ndiye mtu aliyekuwa amejishughulisha usiku na mchana katika kusambaza sheria ya Islam na kwa ajili ya maendeleo yao. Lakini mwenyewe alikuwa na hali gani? Licha ya kufanya maelfu ya kazi na licha ya kujitolea sana na kuvumilia maelfu ya machungu, muda wote alikuwa anazingatia aya hii isemayo, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, na pia wa iza hakamtum baina nnasi an tahkumu bil adl, yani mkipewa kazi fulani na Mwenyezi Mungu na watu wa nchi yenu na ndugu zenu wakiwachagueni kwa ajili ya utawala, basi nini mna wajibu wa kufanya kazi kwa uadilifu na mna wajibu wa kutumia uwezo wenu wote kwa ajili ya ustawi wa jamii. Hivyo tukio hilo la Hazrat Umar limejawa machungu sana, kwamba wakati wa kifo chake, pale alipokuwa ameshambuliwa na mtu mmoja mjinga, naye akapata yakini kwamba muda wa kifo chake unakaribia kuja, alikuwa akitetemeka kitandani kwa machungu na alikuwa akisema mara kwa mara, Allahumma la alayya wala aliya wala ali, ewe Allah, wewe ulikuwa umenijalia utawala huu na ulikuwa umenikabidhi amana, sijui kama nimeweza kutimiza haki yake au la. Sasa muda wa kifo changu unakaribia kuja, nami nikiacha dunia na kuja kwako, ewe Mola wangu, mimi siombi ujira wowote juu ya matendo yangu, sitaki malipo yoyote, bali ewe Mola wangu, mimi nachotaka ni kwamba wewe unirehemu na unisamehe, na ikiwa katika kutekeleza wajibu huo nimekosea, basi unisamehe. Omar alikuwa ni mtu mkubwa mwenye shani, ambaye mfano wa uadilifu wake unapatikana kwa nadra mno duniani. Lakini chini ya amri hii, wa iza hakamtum baina nnasi an tahkumu bil adl, anapofariki dunia anakufa katika hali ya machungu na kiherehere, kiasi kwamba juhudi na huduma zote alizozitoa kwa ajili ya nchi yake na kwa ajili ya watu wake, na huduma zote alizozitoa kwa ajili ya kuitetea Islam, anaziona kama si kitu chochote. Huduma zote zilizokuwa zinaonekana ni nzuri kwa Waislamu, na hata mataifa yasiyo ya Kiislam pia yanaona ni nzuri, na huduma ambazo hata watu wa nchi zingine pia walikuwa wanaona kwamba ni nzuri, bali sio katika zama zake tu, bali hadi leo pia, baada ya kupita karne 13, watu ambao wanamshambulia kiongozi wake, pale wanapoona huduma za Hazrat Umar, wanasema kwamba bila shaka Umar katika shughuli zake, katika kazi zake, alikuwa hana mfano wake. Huduma zote hizo zinakosa thamani mbele ya Umar, naye akitetemeka anasema, Allahumma la alayya wala li, kwamba ewe Mola wangu, nilikuwa nimekabidhiwa amana moja, sijui kama nimeweza kutimiza haki yake au la, hivyo na kuomba kwamba unisamehe makosa yangu na unilinde na adhabu.
kisha katika hutuba yake iitwayo dunia ka muhsin, yani mwenye kufanya hisani juu ya dunia, hat musleh maud anasema hat umar alikuwa ni mtu ambaye wanahistoria wa kristo wanaandika kwamba jinsi alivyotawala umar hakuna aliye mfano wake. wao wanamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanamsifu hat umar. Mtu wa namna hii wakati wa kifo chake anatamani kwamba yeye apate nafasi chini ya miguu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kutoka amali yoyote ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili lingezihiri kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi kazi kwa ajili ya kupata radhi ya Allah, sasa je, mtu kama Umar akipata daraja hiyo kubwa, yani baada ya kupata daraja hiyo kubwa, angetamani kutafuta nafasi katika miguu yake? Muslim Maud anasema kwamba kutokana na malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam Umar aliweza kufanya kazi kubwa na aliweza kufanya kazi kubwa za kustawisha uadilifu na akawa na hofu ya Allah. Umar alikuwa na hali gani kuhusu mapenzi na ahle bait, yani watu wa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Muslim Maud anasema hat Aisha baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi kwa muda mrefu. Katika zama za hat Umar ilipotekwa Iran, mashine za kusaga ngano zikaletwa katika Madina. Kutoka huko mashine ya kwanza ilipowekwa katika Madina, hat Umar akatoa amri kwamba unga laini uliotayarishwa na mashine hiyo ipelekwe kwa hat Aisha kama zawadi. Hivyo sawa na amri yake, hat Aisha radhiallahu anha akapelekewa unga hiyo laini, na mtumishi wake mmoja akapika chapati nzuri nzuri na laini kwa ajili yake. Wanawake wa Madina wasiokuwa wameona unga laini kama hiyo wakajumuika nyumbani kwa hat Aisha radhiallahu anha ili wawezi kuona kwamba unga laini inakuwa na sura gani na chapati yake inakuwa ya namna gani. Ua mzima ulikuwa umejaa na kina mama, na wote walikuwa wanasubiri kwamba chapati ipikwe nao waione. Musleh Maud alikuwa anawahutubia kina mama, na akiwahutubia anasema kwamba nyinyi mtakuwa mnafikiri kwamba labda unga ule utakuwa wa ajabu. Unga ule haukuwa na ajabu yoyote, bali ulikuwa na hali duni kuliko unga mnaotumia kila siku, bali anakula mama aliye maskini sana mmoja wenu, lakini unga ule ulikuwa bora katika aina zote za unga zilizokuwepo katika Madina. Kwa vitu vile chapati zikapikwa na kina mama wakaziona na wakashangaa sana. Walikuwa wakigusa zile chapati na vidole vyao na walikuwa wakisema, ni chapati laini iliyoje! Je, unaweza kuwepo unga ulio bora zaidi kuliko huo duniani? Chapati ikawa tayari, na hapo kisa cha mapenzi ya hat Aisha radhiallahu anha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kinaanza. Na alikuwa na hisia gani kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam? Hata Aisha akachukua tonge moja kutoka chapati hiyo na akatia mdomoni. Kina mama waliokuwa wamesimama huko wakaanza kuona uso wa hata Aisha, wakifikiri kwamba sasa hata Aisha atakuwa na hali ya ajabu kwa kuwa chapati ni laini, hivyo atakuwa na furaha na atajisikia ladha makhsus na ya ajabu. Lakini tonge lile likaingia mdomoni mwake, lakini likakwama kooni na machozi yakaanza kutiririka machoni mwake. Kina mama wakasema, bibi, unga ni nzuri sana na chapati hii ni laini mno, imekuaje? Umeshindwa kuimeza na umeanza kulia. Je, kuna kasoro katika unga hii? Hata Aisha akasema, hakuna kasoro katika unga, na mimi najua kwamba chapati hiyo ni laini sana na hatujawahi kuiona chapati kama hiyo. Lakini machozi hayakutiririka machoni mwangu kwa sababu kuna kasoro ndani ya unga, bali nimekumbuka siku zile ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika umri wake wa mwisho na alikuwa amezeka.
na hakuweza kula chakula kigumu. Lakini katika siku zile tulikuwa tunasaga ngano kwa mawe na tulikuwa tunapika chapati. Kisha akasema huyu ambaye kwa sababu yake tumejaaliwa neema hizi, ye akaondoka bila kuona neema hizi, lakini sisi ambao kwa sababu yake tumepata heshima na neema hizi tunazitumia. Akasema hayo na akatupa lile tonge na akasema, chukueni chapati hizi mbele yangu. Nikikumbuka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam napata shida kooni na mimi siwezi kula chapati hiyo. Imesimuliwa na Had ibn Abbas ya kwamba katika zama za Had Umar masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipopata ushindi wa Madain ilikuwa makao makuu ya Kisra. Had Umar akawa amrisha kutandika mkeka wa ngozi msikitini, na kuhusu ganima akatoa amri ambazo zikamwagwa juu ya mkeka huo. Kisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakusanyika hapo. Walioanza kupokea ghanima kutoka kwake alikuwa Hasan bin Ali. Ye akasema, ewe Amirul Mu'minin, mali ambayo Allah amewajalia Waislamu, haki yangu unipatie kutoka mali hiyo. Hat Umar akasema kwa furaha na kwa heshima, na hapo akatoa amri kwamba apatiwe 1000 dirhamu. Kisha mwana wake kisha Hussein bin Ali akaja mbele na akasema, ewe Amirul Mu'minin, mali ambayo Allah amewajalia Waislamu unipatie haki yangu. Hat Umar akasema kwa furaha na kwa heshima, na akatoa amri kwamba apatiwe dirhamu 1000. Kisha mwanawe yani Hat Abdullah bin Umar akaja mbele na akasema, ewe Amirul Mu'minin, mali ambayo Allah amewajalia Waislamu nipatie haki yangu kutoka kwa mali hiyo. Hat Umar akasema kwa furaha na kwa heshima, na akatoa amri ya kumpatia dirhamu 500. Hapo Abdullah bin Umar akasema kwamba ewe Amirul Mu'minin, mimi ni mtu mwenye nguvu ambaye nilikuwa napigana vita katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Hasan na Hussein wakati ule walikuwa watoto walikuwa wanacheza katika mitaa ya Madina. Wewe umewapatia 1000 na mimi 500. Hat Umar akasema, ndiyo, nenda uniletee baba kama alivyokuwa baba yao, na mama ambaye afanane na mama yao, na babu ambaye awe kama babu yao, na bibi ambaye awe kama alivyokuwa bibi yao, na baba mdogo ambaye afanane na baba mdogo wao, na mjomba ambaye awe kama mjomba wao, na mama mdogo ambaye awe kama mama mdogo wao. Na kwa yakini hutaweza kufanya hivyo. Imesimuliwa na Abu Jafar ya kwamba Hat Umar alipoamua kupanga posho za watu, na rai yake ilikuwa bora kuliko rai ya watu wote. Watu wakasema, wewe uanze na dhati yako. Hat Umar akasema hapana. Hivyo akaanza na jamaa aliye karibu sana ya Mtume, na akapanga sehemu ya Hat Abbas na kisha Hat Ali. Hat Umar bin Khattab alikuwa akiwaheshimu sana Hat Imam Hasan na Imam Hussein, na alikuwa akiwapandisha na kuwapa kama baba yao alivyokuwa akifanya. Safari moja kanzu fulani zikatoka Yemen. Hazrat Umar akazigawa kwa wana wa maswahaba na hakuwapatia chochote, na akasema kwamba katika kanzu hizi hakuna kitu kinachofaa kwa ajili yao. Kisha akamtumia mkuu wa Yemen ujumbe ambaye akawatayarishia kanzu sawa na daraja zao. Huzur anasema kwamba habari hizi bado zinaendelea, nitaendelea kueleza katika siku za usoni. Sasa napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu, kisha nitasalisha sala yao ya jeneza. Marehemu wa kwanza ni Bi Suhaila Mahbub sahiba, mke wa Faiz Masahib Gujarati Darwesh marhum ambaye alikuwa Nazir Baitul Mal. Suhaila sahiba amefariki dunia katika umri wa miaka 90. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhila ya Allah alikuwa musi. Alitokana na familia ya mwenye masomo ya Bihar. Baba yake hakuwa mwanajumuiya, lakini mama yake baada ya kuona kwamba baba yake amejiunga na jamaat, alikuwa amesoma kuhusu jumuiya na akafanya baiati. Kisha kwa miaka kadhaa akaendelea kuvumilia mateso ya mume wake, mateso kutoka kwa mume wake, lakini akawa simama juu ya Ahmadiyya.
mume wake hakujiunga na jamaat lakini akaacha kumpinga. kisha mabinti zake wakaolewa katika familia ya kijumuiya. Suhaila Sahib pia akaolewa katika familia ya kijumuiya. Mwaka 1958 mama yake kwa mara ya kwanza akaja Kadian kukutana na pamoja na binti yake Suhaila Mahbub. Suhaila Mahbub anasema kwamba mama yangu akapenda sana Kadian, akafanya maombi kwamba aanze kuishi hapa hapa, kisha akajitolea wakfu. wakati ule Mirza Bashir Ahmad Sahib alikuwa Nazir Khidmat Darwisha. Yeye aliposoma barua yake akamwindikia kwamba nimejua kwamba unataka kujitolea wakfu, bila shaka kazi hii ni nzuri. Wajibu wako wa kwanza ni kujifunza elimu ya dini na matendo yako yaendane na Islam na Ahmadiyya ili uwe mfano bora. Hivyo mwaka 1964 akajitolea wakfu. Mwaka huo huo akaolewa na Chaudhry Abdullah Sahib Darwish na binti mmoja akazaliwa, lakini baada ya muda fulani wakaachana. Kisha akaolewa na Chaudhry Faiz Ahmad Sahib Gujarati Darwish na kijana mmoja akazaliwa ambaye akafariki dunia akiwa mtoto. Hapo marehemu akaendelea kuitumikia Nusrat Girls High School Kadian kwa miaka 30 kama mwalimu mkuu. Marehemu anayefuata ni Raja Khurshid Ahmad Munir Sahib Murabbi Silsila ambaye alikuwa anaishi Australia na amefariki dunia huko huko. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi. Marehemu aliweza kuitumikia jamaat kwa muda mrefu nchini Pakistan katika maeneo ya Kashmir kama mbashiri wa jumuiya. Alikuwa mbashiri shujaa mno. Aliweza kuona upinzani mkali miaka ya 74. Akaweza kuvumilia mateso mengi kwa ajili ya jamaat. Khalifatul Masih Salis kwenye kikao fulani alikuwa amesema kwamba huko tunaye mbashiri aliye shujaa mno, yani alikuwa amempatia lakabu ya shujaa. Pia marehemu Raja Khurshid Ahmad Munir Sahib alikuwa ametoa nyumba yake moja katika mji wa Rawalpindi kwa ajili ya jumuiya, na Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala alikuwa amepokea nyumba hiyo kama zawadi kwa ajili ya jamaat. Raja Saheb baada ya kutokea uhuru baina ya nchi ya India na Pakistan akaelekea kuishi Ahmadnagar ambapo Jamia Ahmadiyya ilipoanza. Ye akaendelea kusoma huko na kwa ajili ya kutimiza mahitaji yake alikuwa amefungua duka dogo katika nyumba yake. Kisha mwaka 1948 akashiriki katika Furqan Battalion. Mwaka 1949 akashinda mtihani wa Maulvi Fazil, na baada ya kumaliza Jamia Ahmadiyya akaweza kuitumikia jumuiya katika maeneo mbalimbali ya Pakistan na Kashmir. Mwaka 74 nyumba yake ikavamiwa na wapinzani, lakini marehemu akasimama kidete. Ijapokuwa akajeruhiwa kwa sababu ya wapinzani, lakini akanusurika na watu wa familia yake pia wakanusurika. Muda wote alikuwa anawahimiza watu kwamba wasimame kidete, na alikuwa anasema kwamba jumuiya ya Mungu inapata majaribio ya aina mbalimbali. Katika kila aina ya hali alikuwa akiyatembelea matawi mbalimbali kwa ushujaa, na saa nyingine alikuwa anakamatwa na wapinzani ambao walikuwa wanampiga, na alikuwa anavumilia mateso yote, lakini hakuwahi kulalamika. Ameacha vijana 4 na mabinti 4. Siku hizi alikuwa anaishi nchini Australia ambapo amefariki dunia. Marehemu anayefuata ni Zamir Ahmad Nadim Sahib ambaye katika umri wa miaka 56 amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na shida ya kansa. Katika familia yake jumuiya ilipatikana mwaka 1897 kwa kupitia babu ya baba yake Mzee Rahim Baksh Sahib ambaye alikuwa sahaba wa Al-Masih Maud alayhi salam. Yeye aliposikia kwamba Imam Mahdi amezihiri, basi
kutoka kijiji chake kiitwacho shikarpur machia wilaya gurdwaspur akaenda kadian kwa ajili ya kushiriki kwenye jalsa na akafanya baiati. kisha akamwambia jamaa yake mwingine mehrdin naye akaenda na akafanya baiati. na kisha kwa sababu ya mahubiri yake kijiji kizima kikajiunga na jumuiya. marehemu zamir saheb baada ya kumaliza jamia ahmadia akaweza kuitumikia jamaat katika idara ya islahu irshad muqami. kisha akateuliwa katika ofisi ya mansuba bandi. kisha akaitumikia jamaat chini ya nizar markazia mwaka 2005 hadi kifo chake. akaendelea kutoa huduma kama muawin nazir wasiyat shoba istikbalia. mwenyezi mungu alikuwa amemjalia kijana mmoja na binti moja. kijana wake pia ni mbashiri wa jumuiya. marehemu alikuwa na uwezo wa kujenga uhusiano na watu mbalimbali. alikuwa mchezaji mzuri wa mpira wa kikapu na alikuwa anautumia uhusiano wake na watu wengine kwa ajili ya faida ya jamaat. alikuwa mwenye kuswali sala ya tahajudi. alikuwa anamtegemea sana mwenyezi mungu. katika muda mgumu kusali nafal mbili na kumwindikia khalifa mtukufu ilikuwa kawaida yake, na mwenyezi mungu alikuwa anasikiliza maombi yake na alikuwa anakubali nafali zake. marehemu anayefuata ni mheshimiwa isa mwaktilima saheb ambaye ni mkazi wa tanzania, ambaye katika siku za nyuma alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa amezaliwa katika familia ya kikristo na katika umri wa miaka 19 kutokana na mazingira yake akapata shauku ya kujua kuhusu dini na akabahatika kuingia katika islam. baada ya miaka kadhaa akajua kuhusu itikadi za jumuiya, na baada ya kufanya tahakiki mwaka 1992 akafanya baiati na kuingia katika jumuiya. baada ya baiati marehemu akapata mabadiliko matakatifu katika nafsi yake ambayo watu walio karibu yake walikuwa wanaiona kwa uwazi. mkewe kwa kuona mabadiliko matakatifu akafanya baiati. baada ya baiati marehemu akafanya juhudi kubwa ya kuongeza elimu yake, na katika muda wa kufanya shughuli zake alikuwa anatumia muda huo katika mahubiri. katika kutoa michango alikuwa kwenye mstari wa kwanza. mara kadhaa akasema kwamba kutokana na kutoa katika njia ya allah kazi na biashara inapata baraka. alikuwa anafanya biashara. alikuwa ni mtu mwenye hulka njema sana na mnyenyekevu mno. alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jumuiya na wakfin na watumishi wa jamaat. marehemu alikuwa musi. amewacha nyuma wake wawili na watoto 10. amiri na mbashiri mkuu wa tanzania anaandika kwamba marehemu aliteuliwa kuwa rais wa mkoa wa dar es salaam. alikuwa na tabia njema sana, na kwa sababu ya tabia yake watu walikuwa wanampenda mno. marehemu alikuwa ni mwenye kutoa huduma kwa kimya. kisha akateuliwa kuwa naibu amir tanzania na akaweza kutoa huduma kubwa kwa ufanisi mkubwa sana. alikuwa na uwezo wa kutoa rai nzuri na muda wote alikuwa anazingatia heshima ya nizamu ya jumuiya. alikuwa anawahimiza wanajumuiya waishi kwa maelewano na washikamane na ukhalifa wa ahmadia. alikuwa anajali mahitaji mbalimbali ya watumishi wa jumuiya na alikuwa anajitahidi kuwasaidia, bali alikuwa anawafikisha ofisini na gari yake ili muda wao usipotee katika safari ya mabasi. alikuwa amejenga chumba makhsus katika nyumba yake kama kituo cha sala ambapo sala zilikuwa zinasaliwa. kwa ajili ya kulipa hisa jaidadi alipoambiwa, yeye akapiga hisabu ya jaidadi zake 2 zenye thamani kubwa na akalipa hisa jaidadi yake. marehemu anayefuata ni sheikh mubashir ahmad saheb, supervisor nizamat tamirat kadian, ambaye alikuwa mwana wa sheikh israr ahmad saheb kering batisha india. yeye pia siku za nyuma amefariki dunia.
kwa sababu ya korona. Alikuwa na umri ya miaka 33. Inna lillahi wa inna rajiun. Marehemu alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa na familia yake ni familia ya zamani katika jumuiya. Marehemu alikuwa mwenye hulka njema, mwenye kuswali sala zote na muda wote alikuwa tayari kuitumikia jamaat. Kwa miaka 8 aliweza kutoa huduma katika nizam tamirat kwa weledi na kwa juhudi kubwa. Alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa uangalizi mkubwa na kwa umakini mno. Ameacha nyuma mjane, wazazi, ndugu wawili na dada moja. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Saif Ali Shah Saheb ambaye alifariki dunia katika Sydney. Inna lillahi wa inna rajiun. Kwa fadhila ya Allah alikuwa musi. Jumuiya ilikuwa imepatikana katika familia yake kwa kupitia Chaudhry Muhammad Ali Saheb na Chaudhry Game Khan Saheb ambao wote walikuwa maswahaba na yeye alikuwa mjukuu na kitukuu. Ndugu yake Haidar Ali Zafar Saheb ambaye ni mbashiri wa jumuiya nchini Ujerumani na siku hizi ni naibu amir, yeye anasema kwamba mwaka 1961 yeye alimaliza matric na akapata ajira mjini Hyderabad. Kisha marehemu alikuwa anatusaidia katika malipo ya masomo yetu na pia alikuwa anawatumikia wazazi. Marehemu alikuwa mwenye hulka njema na mnyenyekevu. Alikuwa anawatendea watoto kwa huruma na kwa mapenzi. Alikuwa na uhusiano imara na nizamu ya jumuiya na ukhalifa. Muda wote alikuwa anawaambia watoto kwamba washikamane na ukhalifa na wautii. Alikuwa anawaheshimu sana viongozi wa jamaat. Alikuwa hawezi kuvumilia jambo lolote zidi ya kiongozi wa jamaat. Alikuwa mwenye kufanya maombi mengi. Alikuwa anaswali sala ya tahajudi na swala zingine. Alipokuwa nchini Pakistan akaweza kuitumikia jamaat kama katibu wa mal na katibu wa wakfe jadid. Kisha katika mji wa Mirpur Khas Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala alikuwa amemteua kama sadr jamaat, yani rais wa tawi, na akaendelea kuitumikia kama rais wa tawi. Baada ya kutokea shahada ya Dr. Abdullah Siddiqui akateuliwa kama amir mukami na amir zila, na akaendelea kuitumikia jamaat kama amir zila Mirpur Khas hadi alipohamia Australia. Pia akaweza kuitumikia jamaat katika tanzim mbalimbali ya jamaat, na nchini Australia pia akaweza kuitumikia jamaat kama mjumbe wa qaza board na naib sadr awwal ansarullah. Pia kuanzia 2016 alikuwa anaitumikia jamaat kama katibu wa rishtanata. Katika maisha yake alipoteza vijana wawili, yani wao walifariki dunia, lakini marehemu akavumilia msiba huo mkubwa kwa hima na ameacha nyuma mke na vijana 4. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Masood Ahmad Hayat Saheb ibn Rashid Ahmad Hayat Saheb ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kupitia babu yake Hat Babu Umar Hayat Saheb ibn Chaudhry Pir Baksh Saheb. Umar Hayat raziyallahu ta'ala anhu alipojiunga na jamaat mwaka 1998 wakati ule umri wake ulikuwa miaka 14. Mwanzoni alikuwa anafanya kazi katika jeshi, kisha akaenda Kenya. Masood Hayat Saheb mwaka 67 akaja Uingereza na akaanza kuishi hapa hapa. Marehemu alikuwa na tabia njema sana, mwenye kuswali sala zote. Alikuwa mtu mzuri, mwenye kuwahurumia wote. Akapata bahati ya kufanya hija mara 2 pamoja na Khalid Sirabi rahimahullah ta'ala. Akaweza kwenda kuzitembelea nchi mbalimbali na akaweza kutoa huduma mbalimbali kama driver na mlinzi.
mwaka 1983 Baitul Ahad masjid iliponunuliwa, marehemu na mkewe wakatoa mchango mkubwa. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjaalia sana, hivyo yeye alikuwa anaitumia mali yake katika njia ya Allah. Na tawi la Red Bridge East London ilipopatikana, wakati ule tawi hilo halikuwa na msikiti wake. Marehemu alipojua, basi akatoa nyumba, sehemu moja ya nyumba yake wakfu kwa ajili ya jamaat, ambayo ikaendelea kutumika kama kituo cha sala kwa miaka 30, na shughuli mbalimbali za jamaat zikaendelea kufanywa katika nyumba ile. Ameacha vijana wawili. Mke wa kwanza alikuwa amefariki dunia, na kutoka mke wa pili ana vijana wawili. Mwenyezi Mungu awaghufirie marehemu wote na awarehemu, na awajalie watoto wake waendelee kushikamana na Ahmadiyya, na maombi yao Mwenyezi Mungu ayapokee katika haki zao. Kama nisemavyo, baada ya swala nitasalisha sala yao ya jeneza. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.